Karibu mpendwa msikilizaji wa Radio Maria Tanzania na Radio Mbiu Sauti ya Faraja Kagera, katika kipindi hiki cha Familia ni Nyumba ya Mungu, ambacho kinakujia moja kwa moja kutoka katika Seminari Kuu ya Mtakatifu Karoli Lwanga Segerea, Jimbo Kuu Katoliki Dar es Salaam. Kipindi hiki hukujia kila siku ya Alhamisi kuanzia saa 12:30 jioni, na marudio yake ni kila siku ya Jumamosi saa 12:30 jioni. Kipindi hiki kinatayarishwa moja kwa moja kutoka hapa Seminari Segerea. Kama una swala au maoni, naomba tutumia katika namba hizi 07 56 47 81 78 au 07 34 06 99 67. Na utakuwa nami Frateri Deogratias Andrea Tulole wa Jimbo Katoliki Geita, ninayefanya masomo ya kimungu hapa Seminari Segerea. Na leo taangalia kipengele kisemacho uvivu ni chanzo cha umaskini katika familia zetu. Unaalikwa uambatane nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi chetu. Na hii hapa ikiwa ndo mada yetu kuu ya leo, kwamba ni jinsi gani uvivu unavyopelekea umaskini katika familia zetu. Moja ni kuhusu ukosefu wa kipato. Mpendwa msikilizaji, kutokana na kuendeleza hali ya uvivu, familia hukosa kipato cha kutosha ili kujipatia mahitaji msingi kama vile chakula, mavazi na kadhalika. Hivyo uvivu unapelekea umaskini katika familia kwa sababu unazuia watu kujitahidi kufanya kazi au kujifunza ujuzi mpya wa kujipatia kipato. Na mara nyingi watu wavivu hawataki kuchukua hatua za kujiongezea kipato, kama vile kufanya kazi kwa bidii au kuanzisha biashara au kazi yote ambayo inaweza ikawasaidia kujipatia kipato kwa ajili ya maisha yao. Lakini mbili ni kushindwa kujaribu mambo mapya. Inaweza ikapelekea pia umaskini katika familia zetu. Kushindwa kujaribu mambo mapya ambayo ni chanya pia na sio hasi, kunachangia hali ya umaskini kwa kuzuia uvumbuzi na ubunifu wenye uwezo wa kuongeza kipato. Watu wengi wanakosa motisha ya kujifunza ujuzi mpya au kuanzisha biashara, na hivyo kubaki katika hali duni ya maisha. Tunakosa hali ile ya kujiongeza kufanya mambo mapya ambayo yenye tija katika maisha yetu. Kila mmoja wetu amejaliwa na Mungu kipaji au karama, kama tulivyosema, kama tunavyoweza kusoma waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Korinto sura ya 12 aya ya kwanza. Ujumbe tunaambiwa kwamba mtu asimuonee haya ndugu yake kwa kipawa alichopewa, kwani hata yeye amepewa. Kwa hiyo kumbe, kama umejaliwa kipawa, labda kama ni kuimba, basi usije ukamuonea haya mwenzio, ukamuonea wivu. Manake utumie kile kipawa ulichojaliwa na Mwenyezi Mungu. Lakini tunaambiwa pia pana tofauti za karama, lakini Roho ni yeye yule. Tena pana tofauti za huduma na Bwana ni yeye yule. Kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote. Lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Mwingine hekima, mwingine maarifa, mwingine imani, mwingine karama za kuponya na kadhalika. Lakini azitendaye kazi hizi ni Roho yule mmoja, kama tunaweza kusoma katika waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 12 aya ya 4 hadi ya 11. Kumbe tunao wajibu kila mmoja kuwajibika kupitia talanta na Mungu kwa kutimiza kazi au wajibu wote tulioaminiwa na jumuiya kwa ajili ya wengine wasiokuwa, na sio kuendeleza uvivu na visingizio mbalimbali. Mpendwa msikilizaji, kwa kumbe kushindwa kujaribu mambo mapya kwa sababu ya karama mbalimbali tulizojaliwa na Mwenyezi Mungu, tunapelekea sasa umaskini katika familia zetu. Lakini basi tunapojitahidi kutumia talanta tulizopewa, tunaweza kuleta basi maendeleo katika jamii zetu.
Lakini kuna mfano ambao tunaona katika Injili ya Mathayo sura ya 25 aya 14 hadi ya 27. Tunaona mtumwa mmoja kati ya watu waliopewa talanta. Mwingine alipewa talanta 5, mwingine talanta 2, mwingine talanta 1. Na tunakumbuka basi yule mmoja aliyepewa talanta 5 amezalisha 5 faida. Maana ametumia kile alichopewa akazalisha zaidi. Lakini yule aliyepewa 2 amezalisha 2 faida. Lakini yule aliyepewa talanta 1 basi yeye aliifukia talanta yake na akaweka visingizio vingi. Kwa hiyo tunaona basi kushindwa kujaribu kwa kutumia kile tulichopewa na Mwenyezi Mungu. Cha kwanza ni kiburi. Lakini basi kumbe tunapewa ujumbe hapo au tunapata ujumbe kwamba tuweze kutumia vile ambavyo tumejaliwa na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya manufaa ya jumuiya. Mpendwa msikilizaji, kitu kingine ambao kinaweza kupelekea umaskini katika jamii zetu ni vijana kukimbilia mijini. Vijana wanaamua kwenda mjini kwa kuondoka katika mazingira yao, hasa vijijini kule. Sehemu ambazo basi ndo tuseme ni uti wa mgongo wa maisha ya mwanadamu, kwa sababu huko watu watalima, watapata mazao kwa ajili ya chakula na kwa ajili ya mambo mbalimbali ya maisha yao. Lakini hayati Papa Francis katika waraka wake uitwao Christus Vivit wa mwaka 2019 namba 16 anajaribu kuonyesha kwamba vijana wanaaswa kuishi kwa uadilifu na kujua thamani yao ili kuepuka umaskini. Kwa hiyo ameandika waraka huo akiwaasa vijana kuweza kuishi kwa uadilifu katika maisha yao, wajue thamani yao ili kuepuka umaskini. Mpendwa msikilizaji, hali hii inaweza kuchangia uwepo wa maskini katika jamii zetu inapotokea vijana wengi kwa sababu ya uvivu wa kufanya kazi wakiwa vijijini wanakukimbilia mijini kwa kisingizio cha kwenda kutafuta maisha, huku wazee wasiojiweza wakiachwa vijijini na kukumbwa na umaskini kwa sababu ya kukosa watu wa kuwasaidia katika kilimo na shughuli zingine zilizoko huko kijijini. Lakini hata ikitokea vijana wameenda kufanikiwa huko mijini, baadhi yao hubadili hata mawasiliano kwa kuogopa kutafutwa eti watasumbuliwa kuombwa pesa. Kwa hiyo hii hapa, mpendwa msikilizaji, hasa kwa vijana wanaotoka mazingira yao kwenda mijini kutafuta maisha, inapofikia hatua ya kubadili hata mawasiliano kwa hofu ya kuombwa labda pesa na wazee ambao hawajiwezi vijijini, je, watapata wapi maendeleo wakati sisi ambao tumezaliwa kwa ajili ya kutegemeana na kwa namna pekee tuwasaidie wazazi hawa kujikwamua katika maisha? Tunapoamua kujificha kwa kubadili mawasiliano, ndipo basi umaskini unazidi kukua katika mazingira ya wazazi wetu, lakini pia hata vijiji vyetu kushindwa kuendelea. Kumbe tunaaswa basi tunapaswa kuchukua wajibu wa kuwasaidia wazazi na kwa namna pekee hata kubaki katika mazingira yetu vijijini kwa ajili ya kufanya kazi. Lakini pia Papa Leo wa 13 ameandika waraka wake Rerum Novarum kwamba akiasa basi watu waweze kufanya kazi ili kuleta maendeleo katika mazingira yao. Mpendwa msikilizaji, baada ya kipengele hicho basi tuone njia za kuondokana na uvivu, kwamba kama nilivyotangulia kusema mwanzo kwamba hakuna anayetamani kuendelea katika hali ya uvivu na mtu hatamani kuambiwa ni mvivu. Sasa ikitokea kwamba mtu ana hii hali ya uvivu, atawezaje kuondoka katika hali hiyo? Zipo njia nyingi ambazo unaweza ukazitumia mpendwa msikilizaji kuondokana na hii hali. Na katika hali ya kawaida basi tunaweza kuondokana na hii hali pale tunapoamua, kwa sababu kila kitu mwanadamu ndo anapanga kuendelea kuwa katika uvivu au kuwa mtu wa bidii katika maisha. Moja, kutambua kama una hii hali ya uvivu. Pasipo kutambua kama una hii hali, ndugu yangu, huwezi ukaondokana na hii hali. Kwa sababu huwezi ukatoa kitu ambacho huna.
Kumbe hatua ya kwanza ni kutambua kwamba mimi ni mhanga wa changamoto ya uvivu. Kwa hiyo utakapotambua kama una hali hii au una changamoto hii, ndipo unapoweza kutafuta nyenzo za kuondokana na changamoto hii. Kitu kingine ni kuweka malengo yanayoweza kufikiwa. Mpendwa msikilizaji, ili uweze kuondokana na uvivu katika kutimiza jambo fulani, lazima uweke malengo ambayo unaweza ukayafikia. Kuweka jambo ambalo unaweza ukalifikia kwa wakati fulani inakusaidia kuweka mikakati kulingana na kitu ambacho unakitarajia kukipata katika maisha. Na tunaona katika waraka wa Papa Benedikti wa 16 unaoitwa Deus Caritas Est, yani Mungu ni upendo, wa mwaka 2005 na hasa namba 16, anasisitiza umuhimu wa kuwa na nia thabiti na malengo yanayoweza kufikiwa ili kuishi kwa bidii na kuondoa uvivu wa kiroho. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, baba huyu anatuasa kuweka malengo ambayo tunaweza kuyafikia kwa wakati, na sio kuweka mambo ambayo pengine yanazidi hata kuweza kuyafikia kwa sababu ya labda gharama, pesa hatuna na mambo yanayoendana na hayo. Malengo ya kiasi yanayoweza kufikiwa yanasaidia kuleta mabadiliko chanya katika jamii kwa kuhamasisha watu kujitahidi na kujifunza ili kufanikisha ndoto zao. Kitu kingine ni kuweka kipaumbele. Mpendwa msikilizaji, katika kuweka kipaumbele tunaona katika katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 536 tunahimizwa kuweka kipaumbele ili kuweza kupambana na uvivu kwa kuwa na moyo wa kujituma, kuwa na bidii, kuzingatia mambo muhimu, mambo ambayo yanaweza kutupelekea katika mafanikio. Kwa hiyo kumbe kama ni mwanafunzi, ili aweze kufanya vizuri katika masomo yake, basi aweze kuweka kipaumbele kinachohusu masomo yake. Mfanyabiashara au mtu wa kiroho kwamba si wa Kristo, tamaa yetu kila mmoja ni kuweza kufikia utakatifu. Je, kipaumbele chetu maana yake tunapaswa kuweka yale ambayo yanamhusu Mungu kwa kutenda matendo ya huruma kwa wenzetu, kwa kushika amri za Mungu na za kanisa. Kwa hiyo kumbe katika maisha yetu tunaaswa kuweka hali ya kipaumbele katika shughuli zetu, lakini katika hali yetu ya maisha ya Kikristo. Kitu kingine ni kuwa na marafiki chanya ili tuweze kuondokana na uvivu. Mpendwa msikilizaji, utakubaliana na mimi kuwa unapokuwa na marafiki chanya ndio watakao kufikisha katika mafanikio yako. Lakini kinyume chake, utakapokuwa na marafiki ambao matendo yao sio mazuri, maana yake mwisho wako pengine unaweza ukawa ni kubaya pia. Na hapa tunaweza kuona kwa ujumla kuhusu katekisimu ya Kanisa Katoliki hasa namba 1811 na namba 1813. Katekisimu ya Kanisa Katoliki tunapata mafundisho kadhaa ambayo ni pamoja na tunafundishwa kuwa na imani juu ya umoja, kusaidiana kiroho, kufanya kazi kwa bidii. Kwa hiyo kama ni wanafamilia, baba na mama pamoja na watoto au jumuiya, tunapaswa basi kuwa na umoja, kusaidizana katika kiroho. Na tunapokuwa kama hiyo na swala la marafiki chanya, marafiki wazuri, ndipo chanzo cha kuweza kufikia mambo ambayo tunayahitaji katika maisha. Kwa hiyo tunapokuwa tunabebana katika maisha, hata unapokuwa na uchovu katika jambo fulani, basi marafiki hawa ambao tamaa yao ni kufikia mafanikio, ndipo wanaweza kutukumbusha hata katika wajibu zetu. Mpendwa msikilizaji, kitu kingine ambacho kinaweza kutusaidia basi kuweza kuondokana na hii hali ya uvivu katika maisha yetu ni kupanga ratiba. Tunapokuwa na ratiba, mpendwa msikilizaji, inatusaidia hata wakati ambao tunahisi uchovu au kukaa pasipo kufanya kazi yoyote, kwa sababu umeweka ratiba kwamba muda fulani nitafanya 1, 2, 3, basi hiyo inaweza kutuepusha pia na hii changamoto ya kubaki tumekaa bila kazi yoyote, na hivyo kukabiliana na hii changamoto ya uvivu. Hata Mtakatifu Yohane Chrysostom katika mahubiri yake juu ya upendo anasema,
Marafiki wa kiroho wanapaswa kuwa ni kama mwanga unaoangaza njia, na sio tu marafiki wa kuridhisha kwa maneno, bali wanaovumilia na kuhimiza ushirikiano wa kiroho. Kwa kumbe anakadhia juu ya kuwa na marafiki chanya. Tunapokuwa na marafiki chanya, ndipo tunakuwa basi na njia mojawapo kuelekea katika mafanikio yetu. Na kinyume chake, tunapokuwa na marafiki ambao wao siku zote hawajibidishi katika kuleta maendeleo katika jamii, ndio chanzo basi cha kuleta hata umaskini katika jumuiya zetu. Kupitia ratiba imara, watu wanapata nafasi ya kutimiza malengo yao kwa wakati, na hii huongeza tija na mafanikio kwa familia na jamii kwa ujumla. Na hapa tunaweza kuona katika kitabu cha Mithali sura ya 21 aya ya 5. Tunasoma, mipango ya mtu mwenye bidii huleta mafanikio, bali kila anayeharakisha kupata umaskini. Hii inaonyesha kuwa mipango thabiti na ratiba ni njia ya kufanikisha maendeleo, badala ya kuishi bila mpangilio au uvivu. Kwa hiyo kumbe, mpendwa msikilizaji, ratiba ni muhimu katika maisha yetu. Kuwe na ratiba ya kufanya mazoezi kama pointi nyingine ambayo inaweza kutusaidia kuweza kuondokana na hii changamoto ya uvivu. Ndio hiyo ya mazoezi ya kimwili. Tunaambiwa mazoezi ya kimwili ni suluhisho muhimu la kukabiliana na uvivu katika jamii zetu, kwa kuwa yanakuza nguvu na motisha ya kufanya kazi, hivyo kuboresha afya na ustawi wa kijamii. Mfano ni kijana au vijana wanaoshiriki kwenye michezo ya mpira au mazoezi ya viungo, ambavyo huwapa nguvu za kujitahidi kazini na kuleta maendeleo ya kiuchumi kwa familia zao, kwa sababu wanakuwa ni watu wenye nguvu. Unapokuwa unafanya mazoezi, utaweza kuepukana hata na magonjwa ambayo sio ya lazima, kwa sababu mwili una mazoezi. Kwa hiyo kumbe tujipe muda wa kuweza kufanya mazoezi ya kimwili. Kwa kufanya mazoezi mara kwa mara, watu wanapata hamasa ya kuwa na tabia za kufanya kazi kwa bidii, na hivyo kupambana na uvivu unaoweza kuleta umaskini katika jamii zetu. Mwisho, mpendwa msikilizaji, Mtume Paulo anapowaandikia Wathesalonike katika waraka wake wa pili sura ya 3 aya 10 hadi ya 12, anasema, basi ikiwa mtu hataki kufanya kazi, basi asile chakula. Maana twasikia kwamba wako watu kwenu waendao bila utaratibu, hawana shughuli zao wenyewe, lakini wanajishughulisha na mambo ya wengine. Basi twawaagiza hao na kuwaonya katika Bwana Yesu Kristo, watende kazi kwa utulivu na kula chakula chao wenyewe. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, hapa tunajifunza basi kutokana na mafundisho hayo ya kanisa, tunaaswa kufanya kazi kwa ajili ya kujipatia maendeleo, lakini kujipatia maslahi yale ambayo tunayatamani katika familia zetu na katika jamii. Pasipo kufanya hivyo basi maendeleo yanakosekana na umaskini unadumu siku zote. Wazazi wawajibike kuwasaidia watoto wao na waweze kuwatengenezea misingi ambayo itakuwa msaada katika jamii zao. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maria Sauti Tanzania na Radio Mbiu Sauti ya Faraja Kagera, hadi kufikia hapa ndio tumefikia tamati ya kipindi chetu cha mada yetu kwa leo. Naamini umejifunza mengi. Usikose kuungana nami tena siku nyingine, muda na wakati kama ilivyokuwa siku ya leo. Ulikuwa nami Fratelli Deogratias Andrea Tulole wa Jimbo Katoliki Geita, ninayesoma masomo ya teolojia katika seminari kuu ya Mtakatifu Karoli Lwanga Segerea, Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Ikiwa una maswali, maoni au ushauri, naomba utuandikie ujumbe wako mfupi wa maandishi kwenda namba 0734069967 au 0756478178. Karibu tufunge kipindi chetu kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote,
na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Familia, familia, familia bora yenye hofu ya